tumeyakataa. Ushauri wao tutauzingatia ili tufanye vizuri zaidi siku zijazo. Mwisho wa kunukuu. Ndugu wananchi, sifa moja ya mwanadamu ni kutokukamilika. Aliyekamilika kabisa bila kasoro yoyote ni Mwenyezi Mungu peke yake. Ndio maana katika shughuli au harakati za wanadamu tunaunganishwa na mawasiliano, mazungumzo na maelewano. Au kwa maneno mengine, tunaunganishwa na uwepo wa suluhu. Suluhu yenyewe sio suluhu mimi, lakini hata suluhu mimi nitafanya kazi yangu ya kuunganisha taifa. Kwa hiyo tunaunganishwa na uwepo wa suluhu ya mambo katika jamii zetu. Kama mnavyofahamu, katika kuliunganisha taifa, serikali ya awamu ya 6 tulianza na falsafa ya R4 inayosimamia misingi ya kuzungumza na kuelewana, kuvumiliana, kubadilishana au kubadilisha mwelekeo baada ya maelewano na kuendelea kujenga taifa letu. Tunapoendelea mbele, hatutachoka wala kurudi nyuma kwenye kusimamia yote yanayohusu kujenga umoja na mshikamano wa taifa letu. Ndugu wa Tanzania, mkusanyiko wetu leo hapa sio kwa ajili ya kuwazawadia walioshinda kwenye uchaguzi. La hasha. Bali ni matakwa ya kikatiba ya kukabidhiwa dhamana ya kuwa mtumishi mkuu wa taifa katika kuleta maendeleo endelevu kwa maana ya uimara wa kiuchumi, kisiasa, kidiplomasia na kijamii. Ili tuweze kuyatimiza hayo, hatuna budi kuhakikisha tunahimizana umoja na upendo kwa nchi yetu. Tunadumisha amani na kuheshimu sheria za nchi. Kinyume cha hayo, maandamano, vurugu, uvunjifu wa amani husababisha maumivu na havileti manufaa wala faida kwa yoyote yule. Ni wasihi wa Tanzania tuchague hekima badala ya ghadhabu, busara badala ya mihemuko, upendo badala ya chuki, uvumilivu badala ya vinyongo, umoja badala ya mgawanyiko na amani badala ya vurugu. Lakini vile vile ni wajibu wetu kuchagua unyenyekevu badala ya kiburi na huruma badala ya hasira. Taifa letu ni moja na lina nguvu zaidi kuliko mtu yoyote yule. Demokrasia haipimwi kwa nani kashinda uchaguzi, bali kwa jinsi tunavyoendesha mambo yetu baada ya uchaguzi. Tutakuwa na nguvu zaidi pale kila sauti chanya au hasi zitakaposikilizwa, kuheshimiwa na kuthaminiwa. Na vile vile tunapoweza kuponya wenye maumivu. Hii si kazi ya upande mmoja wa serikali peke yake, bali ni kwa kila jumuiya za wananchi, vyama vya siasa, dini zetu na kila mwananchi. Na hapa nitumie fursa hii kuwashukuru kwa dhati ya moyo wangu viongozi wa dini waliohimiza amani na upendo katika kipindi chote cha kabla uchaguzi, wakati wa uchaguzi na sasa baada ya uchaguzi, wanavyoendelea kuhimiza amani na upendo. Ndugu zangu, nimeamua kutumia jukwaa hili leo kushukuru na kupongeza kwa kumaliza uchaguzi, kuhimiza umoja na mshikamano wa kitaifa na kusisitiza kwamba Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama taifa ni muhimu zaidi kuliko matakwa binafsi ya mtu yoyote. Masuala ya mwelekeo wa kazi za serikali kwa miaka 5 ijayo na ufafanuzi wa kina wa hatua zitakazochukuliwa kutekeleza dhana ya kazi na utu utatolewa katika hotuba ya uzinduzi wa Bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Baada ya kusema hayo, niwashukuru wote kwa kujumuika nasi kwenye tukio hili muhimu na la kihistoria. Nimepokea pongezi kwa heshima kubwa, na sasa safari ya kuwatumikia Watanzania kwa kipindi cha pili cha awamu ya 6 inaanza rasmi.
na washukuru wananchi wote wa Tanzania, na ni imani yangu kwamba tutashirikiana ndani ya safari hii. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Afrika. Mungu ibariki Tanzania. Amen, amen, amen. Asante sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naomba niwaalike viongozi wote na wananchi tupunge bendera juu, tumpongeze Mheshimiwa Rais kwa hotuba nzuri kabisa. Pigeni vigelegele, wa Tanzania wasikie, dunia isikie. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wapo pia mabalozi kutoka nchi za Ulaya, Umoja wa Falme za Kiarabu, balozi wa Vatican, balozi wa Italia, balozi wa India, balozi wa Ujerumani, balozi wa Ethiopia, balozi wa Msumbiji. Asanteni sana kwa uwapo wenu. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waheshimiwa marais mliopo, waheshimiwa viongozi wa wawakilishi wa marais kutoka ukanda wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na Kusini mwa Afrika, waheshimiwa viongozi wa kitaifa na mataifa mliopo, waheshimiwa viongozi wakuu wa staafu mliopo, waheshimiwa mabalozi, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, waheshimiwa viongozi wa siasa na madhehebu mbalimbali ya dini, waheshimiwa wageni waalikwa, ndugu wananchi, mabibi na mabwana. Mpaka hapa ndio tunafikia mwisho wa sherehe za uapisho wa Rais mteule wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu leo hii tarehe 3 Novemba 2025. Tunakushukuru Mheshimiwa Rais na tunakuomba sasa ukaanze majukumu yako rasmi ya ujenzi wa taifa letu Tanzania. Asante sana Mheshimiwa Rais. Na mtazamaji wa TBC1, ZBC pamoja na vyombo vingine ambavyo vimejiunga katika matangazo haya mubashara, ambapo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amekwisha kula kiapo na kutoa hotuba yake akieleza na kuwashukuru wananchi kura zilivyotosha, lakini pia akaeleza namna ambavyo shughuli za nchi zitaendelea mara baada ya uchaguzi. Lakini sambamba na uapisho mambo yamebadilika, na unaona magari tofauti kabisa na yale ambayo aliingia nayo. Hizo ni Range Rover za kisasa kabisa, na pengine zinaonyesha mabadiliko ya kutoka awamu yake ya kwanza kuingia awamu yake ya pili. Lakini ni vile tu kwamba mabadiliko hutokea. Kwa hiyo moja kati ya mabadiliko yanaonyesha kwamba sasa ni awamu yake ya pili, pengine hata magari katika